za kuitazama ligi kuu ya soka Tanzania bara hatimaye imefika tamati leo kushuhudia timu zote 16 zikishuka dimbani viwanja tofauti, huku Young Africans ikifanikiwa kutetea ubingwa wake wakati Mtibwa Sugar na KMC wakishuka daraja. Katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo uliopo Dar es Salaam, Young Africans imefanikiwa kutetea na kutoa rasmi ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu 2025-26 baada ya kuwa nyuka mafando wa JKT Tanzania mabao 3-0 jioni ya leo. Taarifa zaidi mwenzetu Dickson Masanja alikuwa shuhuda wa mchezo huu. Bana Alex Luambano pamoja na msikilizaji wa Sports Extra ya Clouds FM, ni kwamba Young Africans imefanikiwa kutetea taji lake la ligi kuu ya Tanzania bara baada ya jioni ya leo kupata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania, maafande wa jeshi la kujenga taifa, mchezo ambao umepigwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo huku maeneo ya Mbweni jijini Dar es Salaam. Ubingwa huu ni wa 5 mfululizo kwa wananchi kwa misimu ya hivi karibuni, na baada ya mchezo nimezungumza na nahodha wa Young Africans Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye amekuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa ya Young Africans kwa kipindi cha hivi karibuni. Nini ambacho anakieleza? Huyu hapa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kubwa kuweza kuchukua kombe la NBC Premier League mara 5 mfululizo si jambo dogo, lakini ndio kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na wachezaji, benchi la ufundi, viongozi kwa kuweza kupambana mpaka hatua ya mwisho na kuweza kuwa mabingwa mara 5 mfululizo. Ugumu ulikuwa katika kila mechi. Nadhani kila mechi kwa sisi ilikuwa ni finali. Na ligi ya msimu huu nadhani ilikuwa ni ligi ambayo ni ngumu na ligi yenye ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo sisi kama kuchukua ubingwa mara 5 ni kitu ambacho tumeweza kukiweka malengo yetu kila msimu ambao hujaanza, lakini mpaka sasa umeenda kutamatika, tumeweza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Sisi tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Kibwana Shomari yeye ameomba radhi kwa mashabiki wa timu ya wananchi kwa kushindwa kutetea ubingwa wa kombe la shirikisho la TFF kwa maana ya CRDB Bank Federation Cup, wakiondolewa kwenye mchezo wa hatua ya nusu fainali kule jijini Mwanza kwa kufungwa na Azam FC kwenye mchezo ambao uliwafanya wavuliwe ubingwa. Nadhani kwanza kombe msamaha, tujaweza kufanikisha kuchukua hilo kombe kwa mara nyingine, lakini tumeweza kuchukua ubingwa wa ligi, sio mbaya. Tutajipanga kwa msimu ujao inshallah tutachukua. Alex Luambano, nafikiri watu wengi wameliona tukio la kiungo mshambuliaji wa Young Africans Pacome Zouzoua alivyoumizwa kipindi cha kwanza cha mchezo wa leo. Sasa ni kwa kiasi gani wachezaji waliweza kuwa na nguvu ya kuendelea na mchezo licha ya kushuhudia mwenzao akiumia vibaya wakati mchezo ukiwa unaendelea? Mohamed Hussein Shabalala anaelezea tukio hilo, lakini kile ambacho kiliendelea kuwafanya wachezaji wabaki kwenye mstari kuhakikisha kwamba timu yao inapata ushindi siku ya leo. Mwenzetu ameumia vibaya, lakini jukumu letu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunasahau tukio ambalo limetokea, kwa sababu lilikuwa ni tukio baya, lakini tuweze kupata ushindi na tuweze kubakisha kombe. Nafikiri ndio itakuwa kwake yeye, itakuwa ni faraja kubwa kama yuko hospitali na akasikia kwamba tumeweza kutoa ubingwa, ni kitu kikubwa sana. Wananchi sasa wategemee yepi kutoka kwako Mohamed Hussein? Tuendelee tu kuombeana dua na tuweze kuwa na afya njema ili Mwenyezi Mungu akitupa wepesi msimu utakaoanza tena tuweze kupambana, tuweze kufikia malengo kwenye kila kikombe ambacho viongozi wetu watatupa plani zao kwamba nini kinatakiwa kifanyike. Mohamed Hussein, kumekuwa na ushindani kiasi gani msimu huu ukilinganisha na misimu mingine ambayo umekuwepo kwenye ligi ya Tanzania bara? Msimu ulikuwa mgumu sana. Kama unavyoona wapinzani walikuwa wanatusogelea kwa karibu kuhakikisha kwamba na wao wanafikia malengo, lakini nashukuru kama wachezaji, na washukuru viongozi wetu, tunashukuru mashabiki wametusapoti kwenye kila mechi. Hatimaye leo tumeweza kutoa ubingwa. Wakati Bakari Nondo Mwamnyeto alipokabidhiwa kombe, alikuita pale akakuachia unyenyue, ilikuwa ni moment kubwa kiasi gani kwa upande wako? Ni moment kubwa kwangu mimi, lakini ni moment kubwa kwa wananchi. Nafikiri wananchi wamefurahi, lakini mimi pia nimefurahi. Mwaka wangu wa kwanza na nimeweza kuondoka na kikombe. Mwisho wa siku anasema mazoea hujenga tabia. Kwa mara nyingine tena Young Africans hawakutumia vyumba vya kubadilishia vilivyopo uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na badala yake
walitumia nyumba ambayo iko jirani na uwanja huu, wenyewe wanaita jumba la maajabu, na imekuwa ni mara ya pili sasa. Mara ya kwanza ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya watani wao kwa maana ya Simba Sports, lakini leo imekuwa tena dhidi ya JKT Tanzania. Nini ambacho kinapaswa kufanyika? Nafikiri mamlaka zinazosimamia mchezo wa soka nchini zipo na zinaona, kwa hiyo wanaweza wao wakatuambia nini kifanyike au nini watafanya ili kudhibiti vitendo vya namna hii. Lakini mwisho wa siku ligi kuu ya Tanzania bara 2025-26 imehitimishwa leo, Young Africans wakiwa mabingwa, lakini na walioshuka daraja wameshuka, na kila mtu sasa ni wakati wa kupiga hesabu amevuna nini kwa kipindi chote cha msimu mzima wa ligi kuu ya Tanzania bara. Mimi ni Dickson Masanja na ripoti moja kwa moja kutoka maeneo ya Mbweni jijini Dar es Salaam ulipo uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Asante Jackson Masanja kutoka hapa Meja Jenerali Isamuhyo. Dickson Masanja. Vipi? Bwana mtani wangu nimembadilisha jina leo. Kutoka Meja Jenerali Isamuhyo kutujuza kilichojiri katika mchezo huo, lakini moja tukio la kusikitisha sana katika mchezo ni kuumia kwa Pacome Zouzoua. Ni maumivu agharabu sana kuyaona kwenye mchezo, na ni maumivu hatarishi, yanaweza yakahatarisha kipaji cha mchezaji sana. Swala la kuvunjika mguu, unajua mguu ndio kitendea kazi cha mchezaji kwa level ile. Ni injury kiukweli sio nzuri. Inatakiwa kama wapenzi wa mpira, mashabiki, tumuombee apate matibabu sahihi aweze kurejea uwanjani. Ni jeraha kubwa, na nimepata kulishuhudia likiwaweka wachezaji wa daraja la A nje katika dunia ya kwanza. Nimemwona Jibril Cisse mara mbili akiwa na jezi ya Ufaransa, akiwa na jezi ya Liverpool. Nafikiri nimemwona pia alikuwa Thomas Rosicky. Nilimwona pia Eduardo. Yes. Eduardo injury kama ile. Ilimkuta injury kama hiyo, na Aaron Ramsey, Luke Shaw umewakuta, lakini wenzetu unawazungumzia katika daraja la kwanza la matibabu, la huduma na kila kitu. Anaumia Pacome Zouzoua, ardhi ya Tanzania, katika mchezo wa ligi kuu, mchezo wa mwisho ambao pengine Pacome alikuwa tayari ana mawazo na maliza mchezo wa mwisho na kwenda kufurahi na familia. Matokeo yake anarudi akiwa kitandani. Mimi binafsi nimeumia sana, nimesikitika, na haikuwa rafu ya makusudi ya mchezaji. Ni ajali ya kawaida kama ajali nyingine zinazotokea viwanjani, lakini ni tukio ambalo limewashtua pia wachezaji, limemshtua kila mdau. Na mchezaji aina ya Pacome ni wachezaji ambao wanahitajika sana katika ligi yetu, katika wale wageni wachache wa kweli ambao wameonyesha utofauti ukiachana na kina Buba